Kutoka huko sasa tuelekee tena kaunti ya Kirinyaga ambapo wakazi kutoka kijiji cha Shiagini, Mwea, kaunti ya Kirinyaga walisitisha shughuli za mazishi ya kijana mwenye umri wa miaka 30 wakidai haki kwa kumshtumu askofu wa kanisa la Ambassadors for Christ Ministry kwa kumshambulia na kumuua. Niwie radhi mwanahabari wetu Frida Okachi na maelezo kamili. Mazishi ya Martin Kara yaliyotarajiwa kuwa na utulivu yaligeuka kuwa maandamano. Waombolezaji wenye hasira walibeba jeneza kwa takriban kilomita 6 hadi kituo cha polisi wakitaka haki kabla ya mazishi kuendelea. Tumekasirika juu ya huyu bishop, aliua mmoja wetu na tulibeba mwili kutoka kwenye ilikuwa na tumezika hiyo shimo tukaileta hadi police station. Kulingana na wakazi hao, askofu huyo ambaye alikuwa jirani wa Martin alimshtumu kwa kuiba gunia la kilo 90 la mchele kutoka nyumbani kwake pamoja na kuku aliyedaiwa kuibwa kutoka kwa binamu zake. Tulichukua mwili kwa moja tukapeleka nyumbani. Ile shinda ingine tumepata pale wakati chifu aliongea alisema hiyo mtu acha kamatwa. Sasa tukashindwa. Ati hiyo maneno tutasuluhisha baadaye. Tutasuluhisha baadaye aje. Mnamfanyia hivi Joana wazazi wake wako kaburi. Let me tell you. We must fight for justice. Maafisa wa polisi kutoka kituo cha Siagaini na kulazimika kuomba msaada kutoka kituo cha polisi cha Kiamasairi katika eneo la Mwea Mashariki, huku mwili wa marehemu ukirejeshwa kwenye chumba cha kuhifadhi maiti. Na sisi kama polisi tumeweza kufanya kitendo chetu, tumeshika mshukiwa ako katika cells zetu. Frida Okachi, NTV.